Ili taifa lipige hatua ni shurti liwe na vitu vikuu viwili, liwe na tafiti lakini pia liwe na ugunduzi ikichangiwa na sayansi na teknolojia. Kwa kuliona hili, Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA imefanya vumbuzi mbalimbali. Moja ya uvumbuzi wa kuvutia ni kifaa tiba. Unajua kifaa tiba ni miongoni mwa nyenzo za matibabu. Kwa hiyo hapa tunaungana na mtaalamu wetu ili kupata kujua nini hasa amekigundua. Mtaalamu, salama? Salama kabisa. Nijitambulishe, jina langu ni Mwalimu Yusufu Mkahala kutoka Chuo cha Mkoa VETA Tanga katika fani ya useremala, ambapo katika maonyesho haya ya 50 ya kibiashara kimataifa Sabasaba yenye kauli mbiu maonyesho haya ni fahari ya Tanzania, tumekuja na vitu mbalimbali. Na kwa kuwa ndugu mtangazaji umetamani sana kuja kutambua, tuanze na ishu ya ugunduzi, tumekuja na kifaa hiki ambacho tunakiita wooden stethoscope, na kifaa hiki ni katika kujaribu kutambua jitihada za serikali, ambapo jitihada hizi tunatambua kwamba serikali yetu ya Tanzania chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan wamejenga vyuo vya afya na wana vituo vya afya. Kwa hiyo hiki kifaa upande wangu wa kushoto ndicho ambacho walimu wanapokwenda kuwafundisha vijana wao wanatumia hiki, na kwa kuwa kina ukubwa kidogo wanaweza vijana wakaona, na hatimaye baada ya kuwa wameshaelewa nini matumizi ya kifaa hiki, wakielezwa na walimu wao kwamba ndicho kifaa maalum kinachotumika kupima mapigo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni kwa mama, ndipo sasa wanapoelekea field wanakuwa na kifaa hiki chepesi ambacho kinatembea kwenye mifuko yao kuweza kukamilisha zoezi hilo la upimaji wa mapigo ya moyo ya mtoto anapokuwa tumboni kwa mama. Lakini sio hivyo tu, VETA tumekuja pia na kalamu ya watu wenye changamoto ya uoni, ambapo tumekuja na kalamu hii ambayo ni maalum kwa ajili ya maandishi ya nukta nundu. Hii yote ni katika kukamilisha kauli mbiu yetu ya VETA inayosema ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote. Kwa maana hiyo wale ndugu zetu wenye changamoto ya uoni nao hatukuwaacha. Lakini sio hivyo tu, unapokuja kujifunza useremala katika vyuo vyetu vya VETA unakuwa ni zaidi ya mafundi wa kawaida, na ndio maana katika maonyesho haya tumekuja kuonyesha umaarufu wetu na ustadi wetu katika kuhakikisha tunapambana na changamoto za kiajira. Hapa mbele yako utakuta kwamba mwalimu, kabla ya kufika huko, kwanza tunataka kujua nini hasa kimekusukuma mpaka kuja na vifaa hivi, kwa sababu mtu anatamani kujua nini hasa, kwani mbona kuna vifaa vya kupima huko vipo. Kwa nini hasa VETA wameamua kubuni vifaa vya kwao wenyewe, vifaa vya ndani ya nchi? Wanasema bila research hutaki kuzungumza chochote na kufanya chochote. Mamlaka ya Elimu ya Ufundi Stadi ni mojawapo ya tunayojihusisha na masuala ya tafiti, na baada ya kuona kwamba vituo hivi vya afya na vyuo vya afya vimejengwa katika maeneo mbalimbali, ambapo kwa kifaa hiki hakihitaji umeme, kinahitaji tu mtaalamu na mgonjwa mwenyewe au mama mjamzito. Na kwa maana hiyo, kwa kufanya hivyo na kutokana na changamoto mbalimbali ambazo zinajitokeza tunapokuwa tunatumia vile vifaa vya kitaalamu kama ultrasound katika mazingira ambapo labda umeme unaweza kukatika, ili kuto kukatisha maisha ya mama na mtoto, ndipo tukaona tuje na vifaa hivi kwa ajili ya kuokoa maisha ya mama na mtoto. Si hivyo tu, lakini ukijaribu kuangalia katika tafiti inaonyesha kwamba vifaa hivi vya wooden stethoscope vinaagizwa kutoka nchi za nje, na hivyo basi sisi kama VETA ni miongoni mwa watu wa kwanza kuja na kifaa hiki katika kuhakikisha tunafikisha zile ndoto za serikali, kuhakikisha tunaokoa maisha ya mama na mtoto. Inaitwaje hiki kifaa? Tunakiita wooden stethoscope ndio, au kijusi. Asante sana. Na hii kalamu kwa ajili ya watu wenye changamoto ya uoni, wenye upofu. Asante sana. Ndio.
kikubwa ni kumgusa kila mmoja. Hilo ndio dhumuni la VETA. Unafanya uvumbuzi, unafanya ugunduzi, unafanya tafiti kuhakikisha tunatatua changamoto mbalimbali. Juhudi za serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo wamejenga karibu kituo cha afya katika ngazi zote nchini kuhakikisha wanaokoa maisha ya mama na mtoto. Na Rais Samia ndio kinara katika eneo hilo barani Afrika, na katika kuona hilo basi wakaona VETA wameona haina sababu ya kuwa nyuma, ngoja tuende mbele tuhakikishe tunakuwa na hiki kijusi. Asante sana. Ndio, bidhaa nyingine ni nini hasa? Ya, bidhaa nyingine ndugu mtangazaji ni kwamba VETA kupitia fani zake zilizopo ikiwa ni pamoja na useremala katika mtaala mpya ambao tunauita ni Carpentry and Joinery with Metalwork. Sisi tunakwenda mbali zaidi, tunahakikisha tumekava kuanzia yani tunakava katika maeneo yote muhimu, na nikimaanisha kwamba useremala ni maisha. Kwa nini nasema useremala ni maisha? Utakuja kuona kwamba hapa tumewajali sekta ya michezo. Useremala umesupport sekta ya michezo, ndio maana tumekuja na draft hii ambayo inahamasisha michezo, lakini pia inahamasisha mahusiano, kwa maana ya kwamba unapokuwa na kifaa kama hiki unakuwa na mahusiano mazuri na majirani zako, mnakaa pamoja, mnashare idea mkiwa mnacheza michezo kama hii. Bila shaka hizi kete ni za mbao. Naam, na hilo ndio ninalokuambia kwamba katika mafunzo yanayotolewa VETA ni tofauti na mafunzo mengine, kwa kuwa kuanzia kipande kidogo cha mwisho kinafanya kazi kama unavyoona. Hiki ni kipande ambacho tunaweza kukisema kipo katika square milimita. Baada ya hapo tumekuja hizi doti tunazozikuta nazo ni matokeo ya ujuzi ambao tunawaelekeza vijana wetu, ambapo hata wanapokwenda mtaani ni kwamba ye mwenyewe anafanya kazi katika ubora mkubwa na kuhakikisha kila thamani ya pesa aliyotumia kununua ubao inarudi. Sio hivyo tu, lakini VETA inawezesha vijana wajiajiri, lakini kama hawajajiajiri, serikali imewaajiri, basi serikali inakuwa imepata mtu sahihi ambaye atatumia ile malighafi katika manufaa makubwa. Na ndiyo maana utakuta kwanza pamoja kutoka hapa, lakini na vifaa hivi vyote unavyovikuta hapa ni matokeo ya zile waste material, ambapo wakati mtu ambaye hajapata mafunzo katika vyuo vyetu vya VETA angeweza hizi material kuweza kuzitupa, lakini sisi tunasema hapana, hatutupi kitu, tunaunga jitihada za serikali na matamshi yake kwamba hawasapoti matumizi ya nishati za kuni. Sasa ili kuhakikisha hilo linafikika, ni pamoja na kuhakikisha hizi waste product zote tunazirecycle ili kwenda kwenye matumizi mengine katika kuleta faida. Na kwa maana hiyo na kuja kukuta kwamba VETA hiyo kupitia mtaala wake mpya tunakuja kutengeneza product hii hapa ambayo unaiona. Product hii ni mabaki ya chuma, ambayo sasa haya mabaki ya chuma kupitia hizi material ambazo huwa maofisini wanatumia, wanakunywa maji, baada ya kumaliza kunywa maji wangeweza kutupa na kuchafua mazingira, lakini VETA kupitia kitengo chake maalum tunatumia hizi product kama waste material, lakini tumetengeneza hizi kwa ajili ya kilishio cha kuku na pia hii kwa ajili ya kinyoshio cha kuku. Kwa maana hiyo tumesapoti sekta ya mifugo. Kwa wale wajasiriamali wafugaji wakija VETA wanapata ujuzi zaidi ya huu. Kwa hiyo tunawaambia karibuni VETA. Hii ni kwa ufupi. Lakini hapa kuku akiwa anakula hachakui, hapotezi chakula. Hapa kwa kuwa chakula ni gharama na tusingependa mtu mjasiriamali apate hasara, na wakati mwingine inawezekana amechukua mkopo wake kule. Kwa hiyo hii imetengenezwa mahususi, chakula hakuna kinachodondoka chini, na wakati mwingine inawezekana amepata safari, anapochukua safarini anajaza chakula, anajaza maji, anafunga mlango, anaondoka wiki nzima. Akirudi anaenda kwenye ile engo ya kukusanya mayai, anakusanya mayai, anaondoka. Lakini tumefika mbali katika useremala, tumefika mbali na tumeweza kusapoti sekta ile ya uwekezaji. Tuna taasisi nyingi au watu wamewekeza katika nchi yetu, na watu hao wamewekeza labda katika mahoteli. Ndio maana tumekuja na vitendea kazi hivi kwa ajili ya mahoteli, zinaitwa saving tray, na hii yote inapatikana katika VETA, ambapo useremala upo nchi nzima. Kwa ufupi nina shime kwa Watanzania wote kwamba leteni vijana wajifunze useremala, na watakapokuwa wameshajifunza kupitia mafundi mahiri, walimu mahiri wenye uzoefu wa hali ya juu, watoto hawa au vijana hawa wa Tanzania hawa hawatakuwa mzigo tena kwa familia, na wataweza kujitegemea na kuweza kulipa kodi
kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Na kwa kuongeza tu, wakati tunaelekea kwenye michuano ya mataifa Afrika mwaka 2027 ambao Watanzania sisi ni wenyeji, sekta ya ukarimu ni miongoni mwa sekta yetu nzuri. Kwa tukiwa na vyombo kama hivi vya mbao ambavyo vimetengenezwa humu ndani, ni sehemu nzuri kabisa ya kuuza sanaa yetu, ni sehemu nzuri ya kujitangaza na kuonesha utofauti wetu kati ya Tanzania na maeneo mengine. Haya ndiyo mambo ndani ya Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA. Asante sana.